Kwa hivyo anawaambia ndugu zake hakuna lawama leo. Yaghfirullahu lakum, Mungu ataendelea kuwasamehe makosa yenu. Wa huwa arhamur rahimina. Idhhabu biqamisi hadha, nachotaka sasa rudini nyumbani, ondokeni na kanzu yangu hii ninayowapa. Faalquhu ala wajhi abi, mukifika hii kanzu kaitupeni katika uso wa baba. Mmenisimulia baba amedhofu, mmesimulia baba macho yake yamepoteza nuru kwa huzuni ya kuondokewa na mtoto wake Yusuf, pengine na kuja kuondokewa na Bunyamin, lakini ikaongezeka na yule mtoto wa tatu kaka yao. Mmenambia hivyo, basi faalquhu ala wajhi abi, nendeni kanzu mukaiangushe katika uso wa baba. Yaati basira, mzee atarejea kuwa anaona. Wa atuni biahlikum ajmain, akisha kupata swiha na afya yake, ahameni, msibakishe chochote huko, njooni na familia zenu, asibake mtu kutoka katika Kanaan, katika familia ya mzee Yakubu. Hawa ndio watu wema. Hakuwakumbusha ndugu zake, mulitaka kuniua, mulitaka kufanya hivi. Watu wema huwa hawayakumbuki hayo. Sasa katika aya zinazoendelea, shekhe anatuambia almunasaba, mahusiano ya darasa lililotangulia na darasa linaloendelea. Tatahaddathu alayatu, zinazungumza aya sasa an majii usrati Yaquba, kuhusiana na kuja na familia yote ya mzee Yaqubu, biasrihim, wote kabisa, ila Misra, wanahama kutoka Kanaan, wanahama kutoka Sham, wanakuja zao Masri. Wadukhulihim, na kuingia kwao, ala Yusufa, kwa Yusufu alayhi salam, wa huwa fi izzi sultani, akiwa Yusufu yuko katika nafasi ya utawala, wa adhamatil mulki, akiwa katika nafasi ya ukubwa wa ufalme. Walimchukua Yusufu kwa madai tu ya kusema anapendwa sana na baba. Suluhu ya kufanya atoke katika mapenzi ya baba, ukutulu Yusufa, kama hamtaki kumuua, au itrahuhu fi ghayabati ljubbi, au nendeni mukamtupe katika mashimo ya visima vya zamani. Hakuna atakayemuona huko, atakufa kidogo kidogo. Lakini mzee Yakubu na familia yake wanaingia katika nchi ya Misri. Misri yenyewe ala Yusufa, ikiwa katika mamlaka ya Yusuf, wa huwa fi izzi sultani, akiwa katika nafasi ya utawala, wa adhamatil mulki, akiwa katika nafasi ya ukubwa. Allah katika maneno aliyotufundisha Bwana Mtume ametuambia tuseme la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala radda lima qadaita. Haya maneno katufundisha mtume wetu, yameanza mbali kidogo. Ahla thanai wal majidi, ahaqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun, sisi sote kwako Allah ni watumwa. Una mamlaka ya kufanya chochote, una mamlaka ya kuagiza chochote, na sisi tukijifahamu hivyo tunawajibika kutekeleza amri yoyote ya Allah, na tunawajibika kuacha makatazo yote ya Allah, kwa sababu sisi ni watumwa wake. Baada ya maneno hayo mazuri, mtume akaendelea kutufahamisha la mani'a lima a'taita, akatwambia eleweni, aminini,
thibitisheni kwamba hakuna mwenye uwezo wa kuzuia kwa chochote alichokadiria Allah kukupa au kumpa mtu mwingine. Hata mtu akiingia kati hawezi kufanikiwa. Ukiona kafanikiwa, hicho kitu Mwenyezi Mungu hajakusudia kukupa wewe. La mania lima a'taita. Hayo maneno yashike, uyafahamu, uishi nayo. Elewa kitu ulichokuwa hujakipata, amini hicho hakikuwa riziki yako. Lakini kama kingelikuwa riziki yako, hawezi kukaa kati mtu akakukosesha riziki yako hiyo. Maneno mazuri ni haya ya Mtume, la mania lima a'taita. Hakuna mwenye uwezo wa kuzuia ulichokitoa ya Allah kumpa mja wako. Wala mu'tiya lima mana'ata, wala hakuna mwenye uwezo wa kutoa kumpa mtu ambaye wewe Allah hukutaka huyo mtu apewe. Hakuna mwenye uwezo huo wa kutoa, awe mfalme awe atakavyokuwa. Wala mu'tiya lima mana'ata. Ondoka na maneno hayo ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad. Wala mu'tiya lima mana'ata. Sio hivyo tu, wala radda lima qadaita, wala hakuna mwenye uwezo wa kurejesha lile ambalo Mungu ameshahukumu, alafu yeye awe kama Irani au wajibu wa Marekani. Hakuna mwenye uwezo huo. Wala radda lima qadaita, hakuna mwenye uwezo wa kurejesha maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Salama yako wewe ni kwenda sambamba na maelekezo ya Allah, usipingane nayo. Sawa sawa na mtu asiyejua kuogelea, alafu unakwenda upande yanakotokea mawimbi, utakwenda wapi? Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Mbele za Allah cheo cha mtu, mbele za Allah ufalme wa mtu, mbele za Allah madaraka ya mtu hayataweza kumpa manfaa, bali manfaa atayapata ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atataka. Lakini sio manfaa kwa sababu ana cheo kikubwa, wala manfaa ya kuokoka na adhabu kwa sababu alikuwa mfalme. Mahama kana, hawezi kunufaishwa na hicho cheo chake. Kwa hivyo tumewaona ndugu zake Yusuf walichukia hata ukaribu wa Yusufu na baba yao, wakaweka mikakati walioiweka, lakini kumbe mikakati walioiweka ilikuwa ndio wasila wa kumfikisha Yusufu katika azizu Misra. Hawakujua. Lau wangelijua roho mbaya zetu hizi ndio zitakazopelekea Yusufu kuwa azizu Misra, wasingelifanya hivyo, kwa sababu kuwa tu karibu na baba yao tayari wao walishaweka bifu. Je, wangelipata taarifa huko munakompeleka anakwenda kuwa azizu Misra, unafikiri wangelithubutu kufanya hivyo? Kwa hivyo hizo roho mbaya zako unazoamua kumfanyia mtu, yawezekana roho mbaya zako ndiyo barabara ya kumpeleka mwenzako katika mafanikio. Tunafahamiana. Ukiangalia hata ya dunia, kuna watu walikuwa katika mji wao, lakini ikatokea miaka ya nyuma huko wakafanyiwa roho mbaya sana na mtu fulani. Wale watu wakahama kule katika mji wao kwa wingi sana. Sasa hivi wao ndio wenye uchumi, wao ndio wenye elimu, wao ndio wanasheria wa dunia, wao wamesoma sana kuliko hata wale waliofanya roho mbaya. Lau wangelijua kwamba kwenda kuwahimiza na kuwatoa kule hawa tutakwenda kuwapa neema hizi, mafaaluhu, wasingelifanya. Tunakwenda pamoja. Hai, kwa hivyo wanakuja hawa katika ardhi ya Misri, watahakiki ruya, inakuja kuthibiti ndoto, bisuyudi ikhwatihi, kwa kusujudi ndugu zake Yusufu, al-11 lahu maa abihi wa ummihi
pamoja na baba na mama yake. Allahu akbar. Wajtimai shamli baada alfurqati, familia inarudi tena pamoja baada karibu miaka 22 na 3 wakiwa wamebabukana. Yusufu hamjui baba yake yuko wapi, Yusufu hawajui ndugu zake wakoje, lakini kadhalika baba haujui uhai na uzima wa mwanawe Yusufu. Ndiyo Mwenyezi Mungu anatupeleka katika aya ya 94. Subhana anasema, walamma fasalatil iru, ulipoondoka msafara huu wa ikhwatu Yusuf, kurejea kwao Kanaan wakiwa wamebeba kanzu ya nabii Allahi Yusufu. Qala abuhum, unatoka tu msafara Misri, haujavuka popote. Baba yao mzee Yakubu anawaambia wajukuze kule nyumbani. Anasemaje mzee wao huyo? Inni la ajidu riha Yusuf, hapa nilipo na ihisi harfu ya Yusuf, namuona harfu ya Yusufu kama amefika au anakuja. Yusuf yuko Misri, yeye yuko Sham. Imechukuliwa tu kanzu ya Yusuf, baba huku anazungumza na wajukuze. Inni, tizama herufi aliyotumia ya maana ya uhakika. Inni, hakika yangu mimi, la ajidu riha Yusuf. Wallahi, inaitwa lamul muzahalaka, hiyo imekuja kutilia mkazo ile inni. Inni, hakika yangu mimi, la ajidu, wallahi nahisi, navuta riha Yusuf, naivuta harfu ya Yusuf alayhi salam. Laula an tufanniduni, lau kama nyinyi sikuniona mimi fahamu sina, nimechanganyikiwa, na nyinyi mungeliamini haya ninayoyasema. Lakini kwa kuwa nyinyi mnaniona mimi nishapoteza network, mnaniona sifahamu tena, hayo ninayosema mnaona kama ndiyo tena kashapoteza ufahamu, huyu mzee anaropoka tu. Lau sikuniona hivyo nyinyi, mngelikubaliana na mimi kwamba Yusufu anakuja. Allahu akbar. Angalia Mwenyezi Mungu anavyoweza kutengeneza mawasiliano kama haya. Sayyidina Umar alayhi radhiyallahu anhu wa ardhahu, mwaka mmoja ametuma jeshi huko limekwenda kupigana. Sayyidina Umar yuko Madina anasoma hutuba. Ghafla wanamsikia katika hutuba anaelekeza Maimana, maneno hayakuungana na hutuba. Watu wanashangaa Maimana nini? Kwa sababu maneno hayakuungana na hutuba. Kumbe Mwenyezi Mungu kamletea pale macho Sayyidina Omar, akalikuta jeshi huko liliko katika miji mbalimbali huko, analikuta jeshi, alafu anawaona na maadui. Anamwambia kiongozi wa kule, hakuna simu hapo, hakuna mtandao hapo, hakuna chochote hapo, hakuna interneti hapo. Anamwambia hivi, anamwambia kulia, na yule kule kamanda mkuu wa jeshi anasikia. Waangalie wapenzi wa Allah, hao ndio wapenzi walioshikamana na amri za Allah. Alafu leo unakuja kusikia jambo hili kafanya Umar ibn al-Khattabi, alafu we midomo yako michafu haijapiga hata mswaki, unakwenda kuyabughudhi matendo aliyofanya Saidna Umar. Kafanya Umar hayo, sio ya mtume hayo. Wewe huyu Umar unamjua? Sio Makame hivyo, sio Umar Makame hivyo, au maswahaba watu wengine hivyo. Mtume anatuambia ashabi kanujumi, masahaba zangu mimi wote ni kama nyota.
biayihim iqtadaitum ihtadaitum, yoyote mtakayemfata mtaongoka. Huyo ndiyo mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Alafu anakuja mtu kuja kusema maneno yasiyofaa. Omar yuko katika mimbar, watu tuchukulie wako Burundi, alafu anawaelekeza kulia, na kule kamanda anaelewa, anaambiwa na amir, taarifa zinatoka hapa zinafika kule, ushafahamu. Alafu wewe unasema huo wakati wa mtume mawasiliano alikuwa hakuna. Huyu alipeleka kule, mawasiliano alifika vipi? Tunakwenda zetu. Walamma fasalatil iru, ulipoondoka msafara unarejea nyumbani Kanaan Sham, qala abuhum, baba yao kule Kanaani akasema, anazungumza na wajukuze, anazungumza na wakweze, inni, hakika yangu mimi, la ajidu riha Yusuf, hapa nilipo naipata harfu ya Yusufu, naipata harfu ya Yusuf, laula an tufanniduni, lau nyinyi sikuniona mimi kama sina fahamu, ai tusafihuni, kama sikuniona mimi sina ufahamu, watunasibuni ila alkharafi, na kuninasibisha mimi katika wale watu wasiojielewa. Wa huwa dhahabu laqili, na hii maana yake walikuwa wanakusudia kwamba wanamuona kama mzee, umri umekwenda mpaka ufahamu umeondoka. Lakini mitume wa Allah na watu wenye kushikamana na Allah mpaka watafika kuondoka duniani, haziondoki akili zao wakachanganyikiwa. Yafahamu, miili inaweza ikavunjika lakini akili yake iko sawa. Sisi kwa Shekhe Habibu rahmatullahi alayhi ndio alikaa kitandani pale karibu miaka 5, ikawa tunakwenda pale kwenda kumsalimia kila wiki, lakini mtu anakuwa na suala lake, labda katika Fathul Muin, labda katika Minhaji, labda katika yale matabu magumu, kalala pale na unamuuliza na kujibu kwa uhakika. Lakini ukimwambia nyanyua mkono wako hawezi. Ushafahamu Watu wenye kushikamana na amri za Mwenyezi Mungu hazipotei fahamu. Kwa sababu gani? Wanangojea ile siku ya kutolewa roho zao, fahamu zao wawe nazo, wapate kuipata kalima, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, anaingia peponi. Kwa hivyo mtu akichanganyikiwa sipatokuwa na wasiwasi hapo. Laula an tufanniduni, ay walamma fasalatil iru, ay kharajat muntaliqatan min Misra ila Shami, qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf, ay qala Yaqubu liman hadara min qarabatihi inni la ashummu raihata Yusuf, mimi nanusa jamani harfu ya Yusuf. Yusufu kama yuko mbele yangu. Qala Ibnu Abbasi anatuambia sababu ya kusikia harfu hiyo, hajati rihun, ulivuma upepo, yani uliamrishwa upepo. Upepo ndio ulikuwa mjumbe, Mungu aliuamrisha upepo. Fahamalat riha kamisi Yusufu, ukabeba harfu ya kanzu ya Yusufu. Wa bainahuma, na baina ya aliko Yaqubu na aliko Yusufu, masiratu 8 layalin, pana umbali wa siku 8 kutoka alipo Yusuf na alipo mzee Yaqubu, pana umbali wa siku 8. Lakini Mwenyezi Mungu, walillahi junudu samawati wal ardi, Mungu ana majeshi katika mbingu na ardhi, akamtuma askari wake mmoja upepo achukue harfu hii
kuipeleka kwa mzee Yakubu na ukafika salama. Sawa, Mwenyezi Mungu yupo ndugu zangu. Mwenyezi Mungu ana uwezo ndugu zangu. Mwenyezi Mungu tumtii ndugu zangu. Mwenyezi Mungu tumuheshimu ndugu zangu. Mwenyezi Mungu tumnyenyekee ndugu zangu, kama tunataka kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu ana kila neema kwetu, ametufanyia kila zuri, na hata huko tunakokwenda kama tutatekeleza amri zake tutayakuta yaliyo mazuri zaidi kuliko haya ya hapa duniani. Ya duniani Allah anatuambia wa utubihi mutashabiha, wakenda huko peponi watalikuta nanasi kwa umbile, lakini kwa ladha ma baina samai wal ardhi. Watalikuta chungwa kwa maumbile, lakini kwa ladha ma baina samawati ma baina samai wal ardhi. Huyo ndio Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mola akatuambia inna lilmuttaqina mafaza. Mungu akatuambia wale watakaoishi katika taa, watakaokuwa na sifa ya ucha Mungu, watakayoyaepuka niliyoyaharamisha, bila shaka hao watu wamefanikiwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Qalu, baada ya kuambiwa hivyo vijana na mzee Yakubu akasema, tallahi, tunamuapa Mwenyezi Mungu, innaka, hakika yako babu, hakika yako mzee Yakubu, la fi dhalalika alqadim, uko katika yale makosa yako ya kila siku, makosa yako ya siku zote. Makosa gani? Aliwaambia, mimi natarajia kwamba siku moja Yusufu hapa atarejea. Walipokuja vijana hawa kwa mara ya pili, wakimwacha Bunyamini na kaka yake, wakijitahidi kujitetea, walimwambia was'alil qaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun, sisi tunasema kweli. Mzee akawaambia, hamna ukweli chochote, mimi narudi katika historia yenu. Ukitaka kumjua mtu usimuangalie hapa alipo, rudi katika historia yake. Hata kama tunataka kumkabidhi majukumu ya kinchi, huko nyuma alikuwa akibaka wake za watu, huko nyuma alikuwa analala katika miziki, huko nyuma alikuwa analewa. Unamkabidhiji nchi huyo? Rudi nyuma uangalie historia yake. Historia yake ndiyo itakayokuaminisha kwamba huyu ni mwaminifu, huyu ni mkweli, huyu atatufaa. Lakini katika makosa mengi ambayo dunia inayafanya kwa hivi sasa, hairudi nyuma kumuangalia mtu historia yake. Ushafahamu? Hata jitu linajulikana mtaani levi, hasa levi, lakini kwa sababu kashatoa kilo 5 za mchele na kilo 5 za ngano na fulana 2 na kofia zake, linajulikana kabisa levi. Watu wanasema huyu ndio anatufaa huyu. Mlevi akufae nini wewe? Nini akufae mlevi? Lakini kwa sababu yeye kashatoa zawadi ya miaka 5 ijayo, manake akikupa mchele kiporo kimoja cha kilo 5 na ngano zako kilo 5, ukijaliwa na fulana yako na kofia, maana yake wewe kashakupa maendeleo yako ya miaka 5. Usije ukamuuliza, yeye kashakupa kabisa. Umefahamu? Sasa utawasikia watu wengine wanalalamika, eti huyu hatusemei, huyu hatufaini. Akusemee nini na wewe chako alishakupa kukuziba mdomo? Umefahamu? Kwa hivyo mzee Yakubu anarudi katika tukio la mwanzo. Kala, anawaambia wanawe, bal sawalat lakum anfusukum amra, ukweli hayo mlioyasema yote siyo, na wala mimi siamini, lakini nyinyi nafsi zenu zimekushawishini kufanya jambo jingine lililobaya.
nachosema mimi fasabrun jamil, subra ni kitu kizuri, ntasubiri kumsubiria Allah subhana. Asa Allah, mimi namtarajia Allah an yaatiani bihim jamia, ataniletea watoto wangu wote watatu, sina wasiwasi. Hapa ndio walimwambia la fi dhalalika alqadim, yale mawazo ya kuamini watoto wako wangali hai, na leo tena unatwambia unasikia harfu ya kanzu ya mtoto wako, unarejea makosa yako yale yale. Tumefahamiana? Hai, fasabrun jamilun asa an yaatiani rabbi, asa an yaatiani bihim jamia innahu huwal alimul hakim. Allah yeye mjuzi, anajua wanangu walipo, anajua nini kimewafika wanangu. Namtarajia Allah subhanahu wa ta'ala atanirejeshea watoto wangu. Basi ndipo waliposema vijana hawa, tallahi, sisi tunamuapa Allah, innaka la fi dhalalika alqadim, uko katika makosa yako yale yale ya mwanzo ya kuamini kwamba siku moja watoto wako watarudi katika mamlaka yako. Haya unayoyawaza mzee sio? Wanamwambia mzee wao ai qala hafadatuhu, walimwambia wajukuu zake, waman indahu, na watu walio mbele zake, wallahi innaka la fi khata'in, uko katika makosa, wa dhahabi an tariqi sawabi, umetoka katika njia ya sawasawa, qadim, sawa, biifratika fi mahabbati Yusufa. Bwana mkubwa, we mapenzi ya kumpenda Yusufu yamekufikisha mbali, hata uamini kwamba Yusufu kaliwa na mbwa mwitu. Anasema mbwa mwitu namuona mkarimu sana, kwa sababu mbwa mwitu alipokuja kumtafuna mwanangu akamvua kanzu kwanza, mwanangu yote nzima, hakumchana, alafu ndio akamchukua mwanangu akamla, lakini kanzu ikapata damu tu, kwa sababu ilikuwa jirani na hapo mbwa mwitu alipokuwa akiyafanya haya. Huyu mbwa mwitu mkarimu sana. Waswahili huwa wanasema njia ya muongo fupi. Mtu akiwa muongo utajua tu, hata awe na nafasi gani, akiwa muongo utajua tu huyu muongo, kwa sababu muongo hawezi kurejea maneno yale yale yaliyokwambia jana, hawezi kukwambia maneno yale yale yaliyokwambia mwaka jana. Leo atakuja akwambie mengine. Sasa kama akili yako itakuwa iko sawa, utajua huyu bwana mkubwa muongo, lakini mie siwezi kumwambia wewe muongo. Yafahamu? Kuna watu waongo, lakini huwezi kumwambia wewe muongo. Unaweza ukapiga kofi asapa yule anayeongopa akadhani haya makofi ninapongezwa, kumbe lile kofi wewe unasema mpumbavu, wewe muongo sana wewe. Unaona makofi sio kila kofi linakupongeza hivyo, uwe na akili. Wala ukiwaona watu wanacheka, usifikiri wote wanacheka kukufurahia. Wengine wanakuona wewe mento, wanacheka kwamba wewe ni mento. Ushafahamu? Kuwa macho ba. Kalu, vijana wanamwambia babu yao, tallahi, sisi tunamuapa Allah, innaka la fi dhalalika alqadim, sio upotevu makosa, uko katika makosa yale yale ya kusema kwamba mimi namtarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataniletea vijana wangu wote. Haya ni makosa mzee. Tunaendelea aya zinaruka, zinakuunganisha na tokeo. Vijana washatoka Misri, wamefika katika nchi ya kwao, wamefika nyumbani kwao. Anasema Mwenyezi Mungu, falamma anja albashiru, alipokuja yule mtoa habari njema,
alipokuja mtoto wake mmoja mzee Yakubu, ndiyo yule ambaye alibeba kanzu ya uongo, leo ndiyo aliyobeba kanzu ya bishara. Falamma jaa albashiru, alipokuja yule mtoaji habari njema, alqahu ala wajhihi, ile kanzu akaiangusha katika uso wake. Fartadda basira, pale pale mzee Yakubu anaona tena. Fartadda basira, mzee Yakubu pale pale akarudi anaona tena. Ndiyo katika aya ya 111 aya ya mwisho katika surati Yusuf anasema Mola wetu mtukufu, laqad kana fi qasasihim, kwa hakika wallahi imethibiti katika visa vyao hivi Yusufu na ndugu zake, mpaka kufikia mzee Yakubu kupoteza macho, mpaka kurudi macho, mpaka kuondoka Kanaan kwenda zao katika ardhi ya Misri, kwenda kuishi maisha ya kutononoa, maisha ya kula mapema. Vijana wanasema umaskini bye bye, Anasema Mola wetu mtukufu, laqad kana, wallahi imethibiti, fi qasasihim, katika visa vyao hivi, ibratun, hapa pana mazingatio. Hichi kisa cha Yusufu alayhi salam, wale wanadarsa toka tulioanza mwanzo, na waende wadurusi mara nyingi, wakirejee mara nyingi. Kila watakapokuwa wakirejea watapata neno jengine liko katika hicho kisa. Mungu mwenyewe anatuambia ibaratun, kuna mazingatio makubwa sana, liulil albabi, lakini kwa watu wenye akili, watu wanaotumia akili zao. Wakikichukua kisa hichi ndio watakuja wakutane, ahabibu habibaka haunamma, asa an yakuna baghidhaka yaumamma, wa abghidhu baghidhaka haunamma, asa an yakuna habibaka yaumamma. Watakuja kuyakuta maneno hayo yamejaa ndani ya kisa hichi cha Yusufu na ndugu zake, kwamba unayempenda mpende kwa kiasi, usimpe kila habari zako nyeti. Siku moja anaweza akageuka akawa adui yako, atakuvua nguo kwa sababu siri zako zote umempa. Lakini kama kuna mtu unabifu naye, labda mnachukiana kwa vyama vyenu, si mnachukiana kwa vyama vyenu, mitaani huko hamsaidiani, hata yule anayestahiki kupata kitu cha msingi kabisa eti hapati kile kitu kwa sababu tu tumetofautiana. Huyu hapa Yanga mpya, huyu hapa Simba mpya, kwa hivyo watu ni tofauti, hamsaidii ndugu yake. Na bahati mbaya pengine anayezuia asisaidiwe yule ndiyo mtu anayekubalika hapo mtaani, akisema yeye huyu simtambui mimi, unakuja kudakwa kama kidege kilichokuwa hakina manyoya. Umefahamu unatupwa huko. Kwa nini? Hutambuliwi. Mimi nakwambia mtume wako hakukufundisha hivyo. Kama akili huna, usiangalie dunia, muangalie mwalimu aliyekuja kufundisha dunia. Anakwambia wa abghidhu baghidhaka haunamma, na huyo unayelazimisha kuwa adui yako, huyo usiyompenda kwa tofauti ya vyama vyenu, huyo usiyompenda kwa tofauti, huyu katoka kisiwa fulani, mie nimetoka kisiwa fulani, si umpendi, basi usimpende kwa kiasi cha kwamba mpaka mwenyewe anajua kabisa kwamba mimi huyu hanipendi. Shafahamu? Usimchukie kiasi cha kwamba mpaka mwenyewe anajua huyu mimi ananichukia. Ya Rabbi, kwa nini anakukataza mwalimu wa walimu, kiongozi ambaye ni kudwa aliyoletwa kwa Allah? Anatuambia hasa an yakuna habibaka yaumamma, inawezekana akalazimika siku moja umuhitaji huyo kukusaidia, na wewe ndio ulishamwekea gundu,
asipate kile cha umuhimu. Watoto wake wanataka kusoma, watoto wake wanataka kutafuta vibarua, hutaki apate kile wewe. Kuna siku Mungu atakuja kumpa yeye. Mimi nakuwekea wazi, sikufichi katika hilo, na kuwekea wazi, sikufichi katika hilo. Ndugu yangu, ukifanya hivyo unakwenda kinyume na maelekezo ya Bwana Mtume, na maadamu ukenda na maelekezo ya Bwana Mtume utapata tabu duniani na akhera. Sawa? Kwa nini? La mania lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Ndugu yangu, huwezi kuzuia anachotaka Mungu. Wewe unaweza ukamzuia katika shehia hii ya Mwanakwerekwe, akenda akapata shehia ya Kwahani. Ushafahamu? Unaweza ukamzuia hapa, wewe akenda akapata Makunduchi. Umetengeneza uadui wa kiasi gani? Na umeshaamini kwamba huyu mpaka atafika kufa, wewe utakuwa na shida ya kuhitaji kwake. Ushalijua hilo? Basi Mwenyezi Mungu anatusomesha tena, anatuambia laqad kana fi qasasihim, katika visa vyao hivi, ibaratun, kuna mazingatio makubwa, liulil albabi, kwa watu lakini wenye akili. Na Mungu siku zote anazungumza na watu wenye akili. Mapole Mungu hazungumzi nayo, huwa yaacha yaende zao, lakini wenye akili ndio Mungu anaozungumza nao. Liulil albabi, anasema ma kana hadithan yuftara. Hii siyo hadithi ya kuzua, hii siyo hadithi ya kupanga. Ili tukio ni tukio la kweli. Usifikiri labda Mungu kapanga hivi upate kusoma. Hili ni tukio la kweli. Watu wamekwenda kumtupa ndugu yao, alafu ndugu yao akawa ndio mfalme katika Misri. Ma kana hadithan yuftara, sio hadithi ya kuzua. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini huu ni ukweli unaoyathibitisha yale yaliyokwisha kutokea. Wa tafsila kulli shay'in, na upambanuzi wa kila kitu. Wa hudan, na hichi pia ni muongozo. Wa rahmatan, na ni rehma pia. Lakini liqaumi yu'minun, kwa watu waliokuwa na imani. Hapa wanapata hidaya, hapa wanaongoka, hapa wanakwenda mbele. Anasema subhanahu wa ta'ala, tunakwenda pamoja. Falamma anja albashiru, alipokuja mtoa habari njema. Alqahu ala wajhihi, akaitupa kanzu katika uso wa baba. Fartadda basira, pale pale akageuka, macho yanaona tena. Qala, mzee hapo ndipo alipowazungumza wanawe na wajukuze. Alam aqul lakum, si niliwaambia mimi? Istifhamu ala tariqati takriri, anataka kuthibitisha, lakini inavyosomeka alam aqul lakum, kwani sikusema kuambia? Lakini tafsiri nyepesi ya mkato, alam aqul lakum, mimi niliwaambia nyinyi, mimi nilisema kuambieni. Niliwaambia nini? Inni a'lamu min Allah, mimi na ilmu ya kujua mambo yanayotokana na Allah subhana, ma la ta'lamun, katika kiasi na kiwango ambacho nyinyi hamjui. Niliwaambia Yusufu yuko hai, niliwaambia Yusufu na Bunyamini na kaka yao namtarajia Mungu atanirejeshea. Leo mnasemaje? Mmemwona Yusufu na ndugu zake? Tunafahamiana Tayib, maneno mazuri kabisa. Innama katika sherhi, qala almufassiruna, wanawazuoni wa tafsiri wanasema, dhakarahum, mzee Yaqubu aliwakumbusha vijana hawa,
aliwakumbusha biqaulihi, ile kauli yake aliyosema, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, nayajua mbele za Allah ambayo nyinyi hamuyajui. Ruya, pamepokelewa wazazi wangu, annahu saala albashira, mzee Yakubu alimuuliza huyu kijana aliyoleta kanzu hii, kaifa Yusufu, huyo Yusufu wenyewe tumepoteana naye muda mrefu, yukoje? Mzima, afya zake, mtumwa, yukoje? Anawauliza kaifa Yusufu, vipi Yusufu? Faqala, akasema yule kijana, huwa maliku Misra, baba Yusufu ndiyo mfalme wa Misri. Qala ma asna'u bilmulki, nitafanya nini kwa ufalme? Ufalme kitu kibaya mwanangu, itakuwaje huyu mtoto dini anayo? Wewe ukiambiwa umechaguliwa mkuu wa wilaya, utakwenda mpaka kwenu kushangilia. Umefahamu vipi? Mzee na mie kaniona. Mzee Yakubu anauliza mwanawe, anaambiwa mwanao ndio azizu Misra, maliku Misra, mfalme wa nchi ya Misri. Anasema subhanallah, mwanangu. Anasikitika mwanawe, anajua nafasi hiyo ni barabara pana sana ya kwenda motoni kuliko kwenda peponi. Ya Allah, mwanangu, mmemwachaje mwanangu? Kijana anarudi kusema, anauliza baba, ala ayi dinin taraktahu, ndugu yako wakati unakuja huku, pamoja na kwamba ni mfalme, lakini umemwacha, yuko katika dini gani? Maana kama mtu Muislamu wa kweli, ule ufalme wake unakontroliwa na Uislamu wake, lakini kama mtu Uislamu wenyewe wa jina, ufalme unauburuta Uislamu wake. Ndio maana unaweza ukamwona mtu wakati wa sala yeye anakata kofi, kwa sababu ufalme wake unamburuta Uislamu wake feki. Unanielewa? Sio maneno yangu ya mzee Yakubu, maneno ya mzee Yakubu. Kijana wangu vipi? Anaambiwa kijana wako yuko katika Uislamu baba. Qala ala dini lislam, baba mtoto wako yuko katika Uislamu. Tukizungumza dini ya Uislamu maana yake nini? Tukienda katika taarifu, ma maana alislam, ikiwa mtu yuko katika dini ya Uislamu au ikiwa mtu anasema yeye ni Muislamu, tukimuuliza Uislamu ni nini, atwambie hivi, alislam huwa alkhuduu walinqiyadu lima jaa bihi Rasulullah. Kwa kuwa huyu kaambiwa mwanao ni Muislamu, maana yake ni mnyenyekevu na anayafata kwa vitendo na kuyatekeleza yale yote kwa zama zetu aliyokuja nayo Nabii Muhammad, kwa zama zao yote aliyokuja nayo mzee Yakubu. Hapo ndiyo zikashuka pumzi. Kwa hivyo unaposema mimi Muislamu, hatutaki jina lako kwamba Machano, wala hatutaki jina lako Abdurrahmani, wala hatukuangalii unaitwa Muhammad. Mal islamu, tunataka neno hili utujibu wewe. Kama unalewa, Uislamu hauko hivyo. Kama ni mzini, hauko hivyo Uislamu. Kama unaongeza sifuri, Uislamu haukusema hivyo. Kama unapiga watu kwa dhulma kwa sababu wewe una nafasi fulani, wewe haumo katika Uislamu. Lianna alislam alistislamu lillahi subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni kusarenda na kusalim amri mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Akikwambia hilo usifanye, nyanyua mikono. Sawa? Si unajua wale ndugu zetu, walinzi wetu wakikwambia uko chini ya ulinzi, au sio?
Ukionekana unasokota mkono tu unaweza ukaachiwa mkono huo, maana isije ikawa na wewe una kijijisu unataka kumdhuru mtu, umefahamu? Ukiambiwa uko chini ya ulinzi basi ndo salama yako. Basi na wewe kama kweli ni Muislamu, Mwenyezi Mungu akikwambia haram kuzini, haram kulewa, haram kuua, huo ndio Uislamu. lianna Rasulullah sallallahu yaqul almuslimu man salima almuslimuna, Muislamu ili awe Muislamu sio jina lake, ni yule mtu ambaye Waislamu wengine wanapata salama min lisanihi, mdomo wao, mdomo wake unapata salama kutokana na Muislamu anapata salama kutokana na mdomo wako, sawa na mkono wako vile vile. Mtume anasema anapata salama Muislamu na mkono wako. Huyu ndo anaitwa Muislamu bwana, sio kwa sababu unaitwa Abdul Mun'im. Sawa, Abdul Mun'im hata kabla wa mtume walikuwepo hao. Hatukuangalii kwa jina lako, au mimi nimezaliwa Kae. Sawa, zaliwa Kae, kwani ndio iwe nini? Hatukuangalii sio umezaliwa Kae wala umezaliwa wapi. Waliozaliwa Maka na wameondoka makafiri. Umefahamu bwana? Usishughulike wewe kwamba umezaliwa Kae au mimi nimezaliwa Michamvi au umezaliwa wapi. Kwanza uko Michamvi kwenyewe siku hizi wazungu ndio wenyeji kuliko wenyeji. Ngoma imegeuka Mungu atunusuru isije kafika kaa Palestina. Ana Palestina nchi yao ile, Waisraeli walikuja wakanunua kidogo kidogo mpaka wakajifanya wamedinda eti huko eneo letu. Ushafahamu? Wakawapata na mafirauni wenzao wa kuwasaidia, wakawa wanaiba tu nchi kidogo kidogo. Huu mtihani Mungu atunusuru. Umefahamu lakini mwenye nguvu anaweza akakudhulumu chako. Kwa hivyo tuwe macho. Kwa hivyo ufalme jamani, mzee Yakubu mwenzetu anakuwa na huzuni kuwa mtoto wake kaambiwa ni mfalme lakini mimi siamini kama sisi tukiambiwa mtoto wako kawa mfalme au kawa waziri au katibu mkuu kama utahuzunika. Huhuzuniki, utafurahi Kumbe mwanao yuko katika hatari ya kuangamia huko, kama hakuwa makini, kama hakwenda na dini yake hatoki. Jamani, hayo maneno ya Mungu mimi nasema watu wapate kuogopa sawa. Kalu ya abana, vijana wanarudi kwa mzee wao, wanamwambia ewe baba yetu, istaghfir lana dhunubana, tuombee msamaha makosa yetu baba, tunakiri tuna madhambi. Istaghfir lana dhunubana, tuombee msamaha kwa Allah juu ya makosa yetu. Inna kunna, hakika yetu sisi tumekuwa maisha yote tulioishi na wewe na ndugu zetu khatiin, tulikuwa ni watu wenye kufanya makosa tu, dhana mbaya tu, mawazo mabaya tu, fikra mbaya tu ndio zinazompelekea mtu kufanya mabaya Anasema Bwana wa Taalimi, idha saa fi'lu lmar'i saat dhununuhu wa ada muhibbihi min qawli udatihi. Anakwambia ukimwona mtu anafanya matendo mabaya, kabla ya kufanya hayo matendo mabaya alikuwa na dhana mbaya, sawa. Ile dhana yake mbaya ndiyo iliyopelekea kufanya hilo alilolifanya. Idha saa fi'lu lmar'u saati dhununuhu, ukiona mtu anafanya matendo mabaya elewa dhana zake kwanza zilikuwa mbaya, kakudhania vibaya huyo mpaka akajiridhisha kwamba huyu ni mfanye hivi. Saati dhununuhu, alafu akasema waada muhibbihi, anamfanyia uadui huyu mtu mwenye dhana huyu, anamfanyia uadui mpenzi wake biqauli udatihi, kwa maneno ya maadui zake yeye. Umefahamu? Kwa mfano mimi na imamu hapa tunaweza tukawa marafiki kabisa.
Lakini Mwalimu Khatibu akawa na mtu akawa anamwambia, unajua yule Shahrani unayemfanya rafiki yule, hujui tu, pamoja na kwamba mimi unanijua adui yako, mimi kabisa nakiri mimi adui yako kabisa. Anamwambia mimi nakiri kabisa mimi adui yako, unajua hata mimi sikupendi, lakini na mimi ninakwambia huyo unayemfanya mwenzio unamfanya rafiki, tizama mti na macho. Akikwambia hivyo unasemaje? Yule rafiki yako ukitoka pale utasemaje? Kwanza huyu mie huyu adui yangu, lakini mpaka kathubutu kuja kuniambia maneno haya, itakuwa kweli. Kumbe yeye anaona wivu. Kwa nini? Yule mko karibu, anataka kukugombanisha naye. Kwa hivyo ukimsikia mtu kaja kukwambia, unajua Mwalimu Adamu kakwambia 1 2 3, mwambie lete mkono wako. Ukimshika mkono wake mwambie twende. Atakuuliza wapi? Kwa Mwalimu Adamu. Kumbe wewe kuambiwi kitu kwa siri, mwambie twende. Uone uongo wake hapo hapo. Wewe kumbe uambiwi kitu cha maana wewe, hata twende. Wallahi hendi. Jua huyo mtu muongo. Kama kweli utakwenda naye. Ushafahamu? Huwezi kumwambia hivyo mtu. Ukitaka mtu asikugombanishe na watu, mshike mkono, nenda naye, mwambie twende. Tumalizie. Anasema Mola wetu, Kala, mzee Yakubu anawajibu vijana wake, saufa astaghfiru lakum rabbi, huenda nikawaombea msamaha kwa Mola wangu. Saufa kidogo ina taswifi watu wanahau, kuna sini na saufa, sawa. Saufa inachukua muda kidogo, au sio? Au sina watu wanahau pale. Sayakulu sufahau alafu na katika surati hiyo tunaosomea tarawih kila siku, alhaakum saufa taalamuna. Umeiona hiyo baada ya muda, nyie ozeni katika dunia yenu hii, fanyeni kila mnaloweza kwa ajili ya dunia yenu, lakini saufa taalamuna, mtakuja kujua kwamba mnapoteza wenu katika mambo yasiyokuwa na maana. Poteza umri wako katika kuitafuta akhira yako, sawa. Saufa hiyo lakini sayakulu, anamwambia Mwenyezi Mungu, sayakulu sufahau minan nasi, hata muda mrefu hautafika. Sasa hivi watakuja kukwambia watu wapumbavu, kwa sababu kimbadilishwa kibla kutoka Baitul Maqdis kuletwa Maka. Sayakulu sufahau minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Allahu akbar. Umefahamu? Yuko rafiki yangu mmoja anasema, Kiswahili unajua mwalimu, sio lugha, isipokuwa ni lahaja ya kufahamiana. Unafahamu? Sio lugha, kwa sababu wenzetu wa Arabu lugha yao pana, ikiongezeka herufi na maana imeongezeka, ikipungua herufi na maana imepungua. Iko kitu kama hivyo, sawa. Haya, tumalizeni. Saufa astaghfiru lakum, maana yake hapo anawaambia utapita muda kidogo, subirini muda kidogo, nitawaombea msamaha rabbi, kwa Mola wangu. Innahu lianna Allaha tabaraka wa taala, au lianna rabbi huwa alghafur, yeye ni msamehevu, hana taabu Mwenyezi Mungu. Kosea utakakokosea, kama utarudi kwake kumwomba msamaha, innahu huwa alghafuru, yeye ni msamehevu. Si umeshakoroga huko, ulikuwa na buku la kuandika vimwana, sasa hivi nina watoto 20 nishafanya nao uchafu na 200, nenda kachane buku, alafu rudi mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ulinitawala ujinga ili nitawala nafsi. Mungu atakupokea. Kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha, kwa maana lianna Allaha, illa hiyo, lianna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim. Tunakwenda pamoja Waislamu. Kwa hivyo yule aliyoteleza kabla ya Ramadhani huko,
Mungu kaleta Ramadhani kama jiki ya kusafisha madoa tuliyokuwa nayo machafu na machafu. Ramadhani ikisha, Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake sote atatuacha tukiwa na sifa ya takwa. Tafadhalini ndugu zangu, tuilinde takwa yetu. Tafadhalini ndugu zangu, tuilinde dini yetu. Tafadhalini ndugu zangu, tuilinde imani yetu. Hatujui tena kama bakhti hii aliyotukirimu Allah mara hii atatukirimu tena katika mwaka ujao. Tusifanye uzembe tena. Wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ikisha Ramadhani musiwe kama yule mwanamke mwandawazimu, mwanamke ambaye alikuwa akifuma anachofuma kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini ikifika jioni anakibomoa chote, anaanza tena kesho. Na wewe isishe Ramadhani ukenda ukaning'inia katika maasi, utaibomoa Ramadhani yako, utabomoa qiyamul laili chako, utaibomoa Lailatul Qadri yako, utazibomoa sadaka zako, utabomoa kuhudhuria kwako katika darsa, utabomoa tilawa zako, utazibomoa. Basi Allah wasia wake ni huo, wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Subhanallah. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, nitawaombea baada ya muda kupita kwa Mola wangu. Innahu lianna rabbi huwa alghafurur rahim, yeye ni msamehevu, yeye ni mrehemevu. Insha Allah, hapa mahala pa kusamehewa, hapa mahala pa kurehemewa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe kama alivyowasamehe wapenzi wake, aturehemu kama alivyowarehemu wapenzi wake. Ya Allah, tumepita katika 10 la rahma, na hapa tunahusiana na aya inayosema rehma. Tumekuja katika 10 la maghfira, na hapa tuna aya inayosema antal ghafur. Ya Rabbi, tusamehe makosa yetu. Ya Rabbi, turehemu kwa kutufutia makosa tuliyokuwa nayo. Ya Rabbi, yafute majina yetu katika milango ya Jahannam. Nenda ukayathibitishe kwa fadhila zako katika milango ya pepo. Ya Rabbi, pamoja na wazazi wetu. Ya Rabbi, pamoja na watoto wetu. Ya Rabbi, pamoja na ahali zetu. Ya Rabbi, pamoja na Waislamu wenzetu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nashhadu an la ilaha إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. نشهد أن لا إله
nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afw. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah kesho